Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu wetu, rafiki yangu na mpendo wangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema utayari wa moyo wako ni uponyaji wa maisha yako. Kitabu cha Marko mlango wa 10 mstari wa 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, Mungu anatazamia kutimiza makusudi yale ambaye moyo wako umekusudia kutendewa. Yesu anajua Bartimayo ni kipofu, haoni, na anajua ndani ya Bartimayo, lakini anamuuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Moyo wako, mawazo yako ni nini unachotaka Mungu akufanyie? Kwa sababu Mungu anafanya kile ambacho umetamani afanye kwenye maisha yako. Matamanio ya moyo wako ni majibu ya kile unachokihitaji. Kinachohitajika ndani yako ni kuwa na imani unapotamani Mungu akufanyie kitu. Ndio maana maandiko yanasema, naye akawaponya walio na utayari wa kupona. Umati ulikuwa mwingi, lakini hakuwaponya wote, ila aliwaponya wale ambao ndani yao walikuwa na utayari wa kuponywa. Nikwambia asubuhi ya leo mpendwa, utayari wa moyo wako ndio uliobeba majibu ya kile unachokitafuta. Hakuna mtu anayeweza kukulazimisha kupiga hatua kwenda hatua nyingine kama wewe ndani yako hujatamani kupiga hatua. Ndio maana nasema ombeni nanyi mtapewa. Usipochukua hatua ya kuomba huwezi kupewa. Ndio maana nasema hata sasa hamjaomba. Ombeni ili furaha yenu ipate kutimilika. Huwezi kupewa pasipo kuomba. Kwa unaweza ukawa unatamani Mungu akufanyie kitu, lakini moyo wako hauna utayari wa kupokea kutoka kwa Mungu. Katika Yohana sura ya 2, unaposoma juu ya harusi ya Kana, baada ya watu kuishiwa divai, walimfuata mama yake Yesu wakamwambia, tumeishiwa divai. Na Yesu na mama alipofika kwa Yesu, Yesu akamwambia mama yake, saa yangu bado haijawadia. Lakini mama anaporudi kwa watu waliomwambia divai imeisha, mama anawaambia wale watu, lolote atakalowaambia fanyeni. Mama huyu anawaandaa watu hawa mioyo yao kupokea neno litakalotoka kwenye kinywa cha Yesu. Wakati mwingine tunashindwa kufika mahali kwa sababu mioyo yetu haina utayari wa kufika, haina utayari wa kupokea. Ndio maana namwambia Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Maana nitakupa kila ambacho moyo wako umetamani kupewa. Bartimayo akasema, natamani nipate kuona. Sawasawa na kiwango cha imani yake alipata kuona.
Lakini ukitazama kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 6, anasema Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Mtu huyu alilala miaka 38, amekosa mtu wa kumsaidia. Roho za kutanguliwa zilimfuata kwenye maisha yake. Maana sema, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, hushuka mtu mwingine mbele yangu. Hii ni kumaanisha roho ya kuvatekiwa, kutanguliwa ilikuwa inamfuatilia huyu mgonjwa, huyu mtu. Na Yesu alipokuja na akifahamu ya kwamba amekuwa hali hiyo siku nyingi, bado alimuuliza, unataka kuwa mzima? Maana yake Yesu hawezi kulazimisha uponyaji kwenye maisha ya mtu. Hawezi kulazimisha baraka kwenye maisha yako. Ni maandalizi ya moyo wako. Ndio maana maandiko yanasema maandalizi ya moyo ni wa mwanadamu, lakini jawabu latoka kwa Mungu. Kwamba kuna vitu tunashindwa kupokea kwa Mungu kwa sababu mioyo yetu haijaandaa kupokea, haina utayari. Wakati wana wa Israeli walitamani kuzungumza na Mungu, maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, waandae watu hawa ili kesho nipate kusema na wao. Musa akatangaza watu kujiandaa, kujitakasa. Mpendwa, nikuambia asubuhi ya leo, matamanio ya moyo wako ni majibu ya maisha yako. Wewe ndio umebeba uponyaji kwa kadri unavyojiandaa. Unapoomba, tarajia kupokea kitu. Maana maandiko yanasema yeye aombaye pasipo imani asitarajie kupokea kitu. Kwa hiyo hata kama unatamani Mungu akufanyie kitu, lakini moyo wako hauna utayari wa kupokea, huwezi kupokea. Niseme asubuhi ya leo, Mungu akupe utayari. Katika Matendo ukisoma, maandiko yanazungumza juu ya mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa, na Yohana akamwambia, hatuna fedha wala dhahabu, lakini kile tulicho nacho ndicho tunakupa. Maandiko yanasema akatarajia kupokea kitu kutoka kwao. Kwa hiyo matarajio ya moyo wako, matamanio ya moyo wako yatakupa kile unachokitamani, kwa sababu Mungu ni Mungu mpendwa. Mungu hajawahi kugeuka. Wanadamu wanaweza wakageuka, lakini Mungu atabaki kwa Mungu. Ni maombi yangu ya kwamba asubuhi ya leo Mungu akupe haja ya moyo wako. Tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaomba ukamtendee mtoto wako anayenisikia asubuhi ya leo, kwa kadri ambavyo moyo wake unatamani kupokea. Uliwapa wana wa Israeli mana kwa kadri ya uzao wao, naye huyu ukampe kwa kadri ambavyo moyo wake unatamani kuinuliwa. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu ni 0655 96 11 70.